Waziri wa Mali Asili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji ameielekeza bodi mpya ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kuhakikisha inajitafakari na kutengeneza mkakati madhubuti wa uingizaji wa mapato na kutotegemea kwa asilimia kubwa chanzo kimoja ambacho ni uwindaji wa kitalii. Dr. Kijaji amesema hayo jijini Arusha wakati wa uzinduzi wa bodi hiyo, ambapo amebainisha kuwa kwa asilimia 60 mamlaka hiyo imekuwa ikitegemea mapato ya uwindaji wa kitalii, jambo ambalo amelitaja kuwa si salama, na hivyo ni vyema taasisi hiyo ikajitafakari, hususan wakati huu ambapo mamlaka hiyo inatarajia kuanza kutoa gawio serikalini. Kwa wale wachumi wenzangu, lazima tutafakari, tuko kwenye hatari. Lazima tutengeneze kazi nyingine za kutuletea kipato ili tusitegemee kazi ya aina moja kutuletea kipato. Maana yake ikitikisika kidogo na sisi tumeanguka. Kwa ni muhimu tuliangalie hili kwa umakini. Bodi yetu ya wakurugenzi, mnapoianza kazi hii, umuhimu wa diversification kwenye kazi zinazotuletea mapato. Na moja ya maelekezo ya serikali ni kuiona TAWA inafanya vizuri. TAWA inaanza kutoa gawio kwa serikali kuanzia mwaka huu 2025-26. Sasa ili tufikie malengo hayo, lazima wajumbe wetu wa bodi ya wakurugenzi muweze kukaa na kutoa mwongozo na mwelekeo sahihi wa nini tufanye ndani ya TAWA yetu ili tuweze kuyafikia matarajio na maelekezo haya ya serikali. Aidha, Dr. Kijaji ameongeza kuwa ni vyema TAWA ikajikita katika kutekeleza maelekezo ya Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa wakati akilihutubia Bunge la 13, ikiwemo kuongeza bidii katika udhibiti wa wanyamapori wakali na waharibifu kwa kuongeza matumizi ya teknolojia. Tumeelekezwa kuongeza bidii katika udhibiti wa wanyamapori wakali na waharibifu kwa kuongeza matumizi ya teknolojia, vituo vya askari, vitendea kazi, kuendelea kuimarisha ulinzi katika maeneo ya hifadhi na kuongeza idadi ya watalii kufikia milioni 8 ifikapo mwaka 2030. Hatuna budi kusimamia utekelezaji wa maelekezo haya kwa ufanisi wa hali ya juu na yajionyeshe wazi bila kutafutwa. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii Mkoba Mabula amebainisha kuwa bodi hiyo ni kamili, yenye mchanganyiko wa wataalamu na wenye uzoefu unaohitajika. Hii ni bodi kamili kwa mujibu wa sheria, na ni bodi yenye mchanganyiko wa utaalamu na uzoefu, ama wengine wanasema pia uzeefu, na uzoefu huo unahitajika katika kusimamia rasilimali nyeti za wanyamapori kwa maslahi ya taifa na vizazi vijavyo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi hiyo Meja Jenerali Hamisi Semfuko mstaafu amebainisha masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na maboresho yatakayofanyika ili kuweka mazingira bora zaidi baina ya TAWA pamoja na jamii. Tutajitahidi sana kwenye baadhi ya maeneo yetu tutengeneze miundombinu ya kuvutia wananchi na hususan vijana. Tutahakikisha kwamba baadhi ya maeneo yetu ni maeneo ambayo vijana wanakwenda kuondoa stress, wanakwenda kufurahia, na tumeanza hili na liko kwenye mipango yetu. Tutaweka cable cars, tutaweka zipline, tutaweka sehemu za michezo ya watoto ambayo imo hata katika utakapoipata hivi karibuni.
ili tuhakikishe kwamba wananchi waweze, na kwa sababu sisi ndio tuna miliki na kusimamia zoos zote, kwa ujenzi wetu wa zoo mbalimbali ambazo zipo tutauimarisha ili wananchi wa kipato cha chini waweze kutembelea. Miongoni mwa maeneo yanayosimamiwa na TAWA ni pamoja na mapori tengefu, mapori ya akiba, ardhi oevu zinazoainishwa kuwa na umuhimu mkubwa kitaifa na kimataifa. Lakini pia mamlaka hiyo imeainishwa kuwa mwangalizi wa shughuli za uhifadhi katika maeneo ya wanyamapori, hifadhi za jamii pamoja na maeneo ya ufugaji wa wanyamapori. Ramadhani Mvungi, FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.